Ni maonyesho ya 50, jubilee ya miaka 50, na NSSF kama ilivyo kawaida ada wanakuja kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Sasa kupitia maonyesho haya katika banda la NSSF, hebu njoo upate huduma mbalimbali kama vile uko ofisini, mahala popote pale. Si unajua hawa wazee wa kidigitali zaidi, vidole vinaongea zaidi, upate tabu. Sasa njoo ushuhudie na upate huduma hizo katika banda hili la NSSF hapa Sabasaba. Sasa basi, kuhusiana na msamaha wa tozo kwa wale waajiri waliolimbikiza madeni mengi hasa katika sekta binafsi, hapa mkurugenzi mkuu anasisitiza na anaweka msisitizo kuhusiana na kuwahi muda wa msamaha huo wa tozo ambao si unaelewa kwamba umewekewa muda asilimia 175 mpaka 50. Sasa kuyajua haya yote, hebu tupate kumsikiliza mkurugenzi mkuu wa NSSF Bwana Masha Mshomba, ambaye yeye zaidi anaweka msisitizo kuhusiana na msamaha huo na muda time frame yake, muda uliowekwa, basi utaweza kufaidika na msamaha huo wa tozo kwa wale waajiri waliolimbikiza ile michango yao kwa wafanyakazi wao. Nafasi ambayo tumeitoa tangu mwezi huu wa 6 mwanzoni, kwa kweli itaendelea hiyo mpaka mwezi wa 12 ya msamaha kwa wale waajiri ambao wana malimbikizo ya michango na ikasababisha wapate tozo kwa ucheleweshaji michango. Tumetoa ruksa sasa kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 12 waweze kulipa madeni yao yote ya michango. Sasa wakilipa ile michango ya msingi kwa maana ya principal amounts, wanapata nafuu ya kutolewa ule mzigo wa tozo. Wale ambao kuanzia mwezi Juni uliopita wanaweza kuchangia na kulipa madeni yote ya msingi mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu, wanaweza kulipa madeni yao ya msingi yote. Hao watapata punguzo ya tozo yote asilimia 100, lakini watatakiwa tena baada ya mwezi wa 8, yani kuanzia mwezi wa 9 mpaka wa 12 waendelee kulipa ile michango ya msingi, ili basi ikifika mwezi wa kwanza ule wapate hiyo punguzo la tozo ya asilimia 100. Naomba hili lieleweke sana, ni muhimu sana. Wale wote ambao wataweza kulipa madeni yao yote ya msingi kuanzia ile tarehe 1 Juni na kuendelea mpaka 31 Agosti mwaka huu, hao watapata punguzo ya tozo ya asilimia 100. Lakini kwa mwajiri ambaye atashindwa kutumia nafasi hiyo labda kwa sababu za kifedha, lakini akaweza kutumia nafasi hiyo kuanzia tarehe 1 Septemba na akaenda mpaka tarehe 31 Oktoba, yeye pia ataweza kupata punguzo la tozo, lakini sasa si kwa asilimia 100, yeye atapata punguzo la tozo kwa asilimia 75. Kwa hiyo ukishindwa kutumia nafasi ya kwanza mpaka tarehe 31 Agosti, lakini ukaweza kulipa madeni yako yote ya msingi kuanzia tarehe 1 Septemba mpaka 31 Oktoba, wewe utapata unafuu wa tozo kwa kiwango cha asilimia 75. Kwa hiyo utapunguza mzigo ule wa tozo kwa asilimia 75. Lakini kwa wale ambao watashindwa hata kwa nafasi hiyo, bado tumeongeza muda kutoka ile tarehe 1 Novemba. Sasa ukiweza kulipa sasa madeni yako ya msingi yote hapo kufika ile 31 Desemba, basi mwezi Januari tutafuta tozo kwa kiwango cha asilimia 50. Kwa hiyo mzigo wa tozo kwa kiwango cha asilimia 50 utakuwa umefuta. Mimi kwa kweli niwaombe sana waajiri kutumia nafasi hii, kwa sababu ni nafasi ambayo inawapa sasa muda wa kutumia fedha zao, si kwa kulipa tozo tena kwa kiwango ambacho utakuwa umesamehewa, bali unaielekeza katika shughuli za uzalishaji. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa asilimia 100. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa asilimia 75. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa asilimia 50. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa asilimia 100 ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
Hapa kama unashuhudia ni eneo mlioonyesha namna gani mafao ya NSSF yanatolewa. Ipo ya uzeeni, ya urithi, ya ulemavu, msaada wa mazishi, mafao ya uzazi na mafao ya kupoteza ajira. Sasa haya yote huwezi ukayapata bila kuwa na furusi, kwa maana michango ile ya mfuko wetu wa hifadhi ya jamii. Sasa basi, kuhusiana na hilo, kuna mwajiri mmoja ambaye yeye kwa kweli tunamshukuru sana. Huyu ni mwamba, akafika hapa akapewa control number, unajua si kidigitali zaidi, yeye akacheza na vidole akachangia michango yake. Baada ya kupewa control number akalipa madeni yale ya malimbikizo ya nyuma. Basi tumsikilize huyu mwajiri ambaye amekuja hapa baada ya kusikiliza matangazo ya NSSF kuhusiana na msamaha huu wa tozo, akalipa malimbikizo yake. Sasa anaendelea kula kuku tu, na wafanyakazi wake nimeambiwa kwamba safi kabisa, anacheka tu. Na kama haitoshi, basi mwajiriwa naye alikuwepo. Hebu tumsikize akisisitiza kuhusiana na jambo hili kwa waajiri kuendelea kulipa michango yao, kuepuka hili tozo. Maana yake huyu anapostaafu mapema kabisa anapata mafao yake na anaendelea na maisha. Nimefika hapa kwenye banda la NSSF na kupata huduma. Kimsingi nilipata taarifa kupitia vyombo vya habari. Asubuhi moja natoka nyumbani kwenda kazini, kwenye foleni akawa nasikiliza redio, nikasikia tangazo kwamba NSSF wanahamasisha waajiri waweze kulipa michango ya wafanyakazi wao, na kwa kipindi hiki wana msamaha kwa tozo. Ukilipa basi unaweza kusamehewa. Na mimi kama mwajiri huwa nalipa kwa wakati, ila kwa kipindi fulani hapo nyuma biashara yangu kidogo haikuwa vizuri, kwa hiyo nikawa nimechelewesha michango ya wafanyakazi wangu kuiwasilisha. Sasa baada ya mimi kusikia fursa hii kwenye vyombo vya habari, basi nikasema nifike Sabasaba kwenye banda la NSSF, na kwa kweli nimefika leo, nikapokelewa vizuri, nikapata elimu, nikapata na maelekezo mazuri, na mwishoni nikahudumiwa, nikapata control number, na pia nimeweza kulipa deni hili ambalo nadaiwa. Msamaha huu kwangu mimi binafsi, lakini pia kwa kampuni yangu kama mwajiri, una faida kubwa. Faida ya kwanza, inaondolea mimi stress, kwa sababu ukiwa unadaiwa na mamlaka za serikali hasa NSSF, unakuwa una mashaka kila wakati na haukai kwa amani, kwa sababu deni hili unajua siku yoyote watakufuata. Kwa hiyo kwa kweli fursa ya kwanza au faida ya kwanza ni hiyo, imeniondolea stress, na sasa naweza kufanya biashara yangu kwa uhuru bila shida yoyote. Lakini faida ya pili ambayo ninaipata kwa kusamehewa hii tozo ni kwamba ile fedha ambayo nimesamehewa ninaweza tena kuiwekeza kwenye biashara yangu na kuweza kuongeza thamani ya biashara yangu. Faida ya tatu ni kwa ajili ya watumishi wangu. Kidogo watumishi wangu sasa watakuwa na amani, kwa sababu wanahakika kwa michango yao imewasilishwa salama kwenye mfuko wa NSSF, hivyo watafanya kazi kwa bidii na tija itaonekanika mahala pa kazi, na naamini kabisa nitaweza kupata faida zaidi na mafanikio zaidi kwenye kampuni yangu. Ninahamasisha waajiri wenzangu ambao wanawasilisha michango ya NSSF, basi watumie nafasi hii na fursa hii kuweza, kwa wale ambao wanadaiwa, kuweza kulipa michango yao au madeni yao, na hakika wataweza kusamehewa tozo kwa 100%. Hii ni fursa kwa sisi kama biashara, kwa sisi ambao ni waajiri, tusiache ipite, bali tuitumie, kwa sababu haiji mara kwa mara. Mamlaka nafasi hii haitoi mara kwa mara. Kwa hiyo nahamasisha waajiri wenzangu wa sekta binafsi kuchangamkia fursa hii na kuweza kutimiza wajibu kwa mujibu wa sheria. Kwa ninachopenda kushauri kwa waajiri, wajitahidi watumie hiki kipindi vizuri kwa ajili ya kulipa ile madeni yale ambayo ya msingi yote kabla kipindi hiki hakijaisha. Basi kuhusiana na mifumo hii ya kidigitali, viganja kuzungumza, kuongea, tumsikilize kwa makini na kwa utuo mkurugenzi mkuu wa NSSF Bwana Masha Mshomba. Kupitia huduma zetu za kidigitali sasa unaweza kujihudumia. Ukiingia katika lango la huduma kwa maana ya NSSF portal ile, unaweza kupata huduma wewe kama ni mwajiri au mwajiriwa, basi unaweza kupata huduma nyingi tu, ikiwa ni pamoja na kwa upande wa mwajiri kusajili wafanyakazi wako, lakini pia kupata control number na kuweza kuchangia, kuona historia ya michango yako na mengine mengi unaweza kuyaona ukiwa ofisini kwako au sehemu yote ile mbali na ofisi. Lakini kwa waliojiajiri pia, basi nao wanaweza kuchangia moja kwa moja kutoka mfumo rafiki na kwa namna ambayo wanaweza kuchagua kuchangia. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye. Umeweza kumsikiliza mkurugenzi mkuu
kwa utuo kabisa, akizungumzia namna gani basi ule msamaha wa tozo namna gani unafanyika. Mengi utayapata katika banda la NSSF. Wako banda namba 13. Ukifika katika viwanja vya Mwalimu JK Nyerere, usipate tabu, mlango mkuu tu banda kuu, unapoingia pale moja kwa moja unanyosha, alafu unakutana na banda namba 13, na ndio hapa NSSF. Karibu hudumiwe Mtanzania, huduma zote zinapatikana hapa, na ile kidigitali zaidi utaunganishwa kwenye mifumo hiyo. Naitwa Salum Mkambala, asante sana.